Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ihsan TV, karibu katika kipindi cha Faidika na Khutba ya Ijumaa, ambapo leo tuko katikati mwa mji wa Mombasa katika msikiti maarufu Masjid Konzi, ambapo leo tutaenda kuwafuata wale wasikilizaji wa khutba tuweze kuuliza ni faida gani umeweza kupata katika khutba ya leo ya ustadhi wetu Ustadh Shami, ambaye ndiye atakayeweza kuwahutubia wale Waislamu ama wale wakazi wa Masjid Konzi. Inshallah taala, usikose kufuatilia kipindi hiki kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi ili uweze kupata faida na uweze kupata yale maoni waliweza kuwatoa wale wasikilizaji wa khutba. Na pia naweza kukumbusha usikose kulike na kusubscribe katika mitandao yetu YouTube na Facebook ili uweze kutupata tukio hewani, na pia usikose kushare kwa wenzako ili waweze kupata faida ya vipindi kama hivi. Inshallah taala, langu jina ni Yusuf Muhammad, nifate ikiwa bado tukiwa kuuliza wale watazamaji. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Ali Muhammad Ali. Naam, katika khutba leo umepata faida gani? Nimepata faida pale walipokuwa na kikao wazee au mashekh. Kwa bahati Sayyidina Ibn Abbas alikuwa pale. Watu wakamlaumu yule ambaye alimleta pale, kwamba vipi bwana unaleta kijana huyu, lakini wale wazee wakashangaa sana. Akamwambia huyu kama ni kijana, akawapa swali, akamwambia hebu tuambie, akamwita mmoja, hebu niambie maana ya idha jaa nasrullahi wal fath ilikuwa je kwa faida gani? Hebu tume maana yake. Akaeleza, akaulizwa mwingine akaeleza, nafikiri kama watatu waliulizwa akaeleza. Sasa akamshekha akamuuliza Ibn Abbas, je, ni sahihi hivyo uliosema? Sema sio sahihi. Ndio yeye akarekebisha, akasema wewe mzee umepata, wewe kijana umepata, hawa wazee hawakupata. Hapo ndio kujipashika, kwa sababu iliingia mwisho. Sasa ndio nilikuwa nimeipenda hii hutuba, najua nitaipata toka mwanzo. Ndio kuomba unirushie namba yangu mimi 0707 466 16 724. Inshallah ndakurushia. Umepata? Imeshaingia. Jazakumullahu khairan. Shukran. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Hamid Rajab Hamid. Naam, Hamid, katika khutba leo umepata faida gani? So khutba leo upata faida ya kwanza ni kifo. Kifo haina age specific, na pia kifo tukiangalia life ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na stages. So kuna some parts ilifika, but the specific stage yenye nime benefit kutoka kwa hutuba ni venye alifika around a certain age. Ni Mwenyezi Mungu alimkumbusha, alimteremshia wahi, akamwambia hiyo like kuna age once alimteremshia wahi, akamwambia amkumbuke na afanye istighfar kwa wingi. Hiyo ni after revelation ilikuwa almost kuisha. So basically kuna point ya life ikifika, like kunafaa kufocus na purpose ya life, na purpose ya life ni worship. Kwa Mwenyezi Mungu anasema kwa Quran, wama khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Sio ndo purpose ya creation. Na basically like kuna age kifika, so like the younger age unafaa ku work on your okay, yes, ufai ku neglect your dunia perspective, lakini pia as ukifika pia akhira yako like inafaa kwa priority, but ukifika point fulani inafaa like you get ready ku abandon the worldly life, yani focus mainly na Mungu ukifika age fulani. Basically 40 years from the hutba pia tumeambiwa ukifika 40 years like unafaa tu ku dedicate time yako for worship. Yeah, sure. So hiyo ndo nime benefit. Thank you Rajab Hamid. Shukran. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Abdul Muttalib. Naam, Sheikh Abdul Muttalib. Naam. Faida uliyopata katika khutba gani? Faida ni alhamdulillah, tumepata sana mzuri sana. Ile faida nasema baadaye mwaka 40 wewe uache kila kitu, usome Qur'ani, ufanye nini? Ufanye ni kazi ya dawa tu. Naona
Faida nyingine labda kuhusiana na ndevu nyeupe amegusia. Amegusia ndevu nyeupe, usiweke rangi nyeusi, lakini naweza pika henna. Na mimi kwangu naona rangi siweki yote, hata henna pia siweke hivyo, maana Mwenyezi Mungu anapenda nyeupe Kabisa. kuliko rangi nyingine. nyingine. Shukran. Afwan. Kwa majina yetu nani? Rashid. Naam. Sheikh Rashid, katika khutba leo umeweza kupata faida gani? Hotuba leo nimepata faida kwamba mwanadamu yuko katika kama ile aya ilivyosema katika ile sura tulioambiwa kwamba katika mwanadamu katika hakika yuko katika hasara. Na ni kwamba kweli mwanadamu yuko katika hasara kwa sababu tunatembea tumejisahau kusema kweli si wanadamu, kwamba iko siku kwamba kweli tutaiacha ile siku. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu leo ametukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu vile alivyotupangia maisha yetu, kadri ya maisha yetu vile alivyokwenda, kwamba mwanadamu si kwamba amekuja hapa tu kuja kutembea duniani, bali nimekuja hapa kwa ajili ya kama ile aya yake alivyosema, kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo tusiwe kwamba kuna ile kwamba vijana hasa wana ile kwamba kuna wakati maalum ambao ukifika huo sasa ndio unatakana ufanye ibada. Lakini kulingana na hotuba leo tulivyoipata ni kwamba mwanadamu anatakana wakati wote ajitayarishe, kama vile tulivyoambiwa kwamba mashehe wametofautiana kuhusu mambo ya matayarisho. Kuna kuanzia miaka 18 tayari kufika miaka 18 wewe basi ujue kwamba wewe katika, na ndivyo nilivyosema hata mimi mara nyingi waambia vijana wangu, kushabalehe wewe basi umejue kwamba wewe katika majukumu ya mzazi umetoka, na ni wewe mwenyewe majukumu sasa uweze kujibidisha ili uweze kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi wazee pia mara nyingi tunajisahau. Kwa hivyo pia nimepata faida kwamba wazee pia wasijichukulie kwamba mpaka umri wa miaka 60 au miaka 70 ni kwamba sasa kila wakati, kama vile tulivyoambiwa kwamba alivyosema Mtume sallam kwamba hakuna nani katika ukishafikisha miaka 60 wewe basi ujue kwamba hakuna tena hilo na ukalia, ni kama Sheikh alivyosema kwamba ni ile deposit uliyoweka, lakini hakuna tena umri ya kwamba mimi na guarantee kwamba naweza kufikisha tena, naweza kumaliza kama miaka 10 au miaka 5. Wakati wote mwanadamu ni wakati wote waweza kwenda, hususan sote wanadamu, sote viumbe, sote viumbe wote wanadamu wote, yani kujitayarisha kwamba wakati wote tunapokuja duniani ujue kwamba hujui wewe mwenyewe wakati gani unaweza kuondoka. Kwa hivyo ni kwamba ni sisi wakati wote tujitayarishe mbele ya Mwenyezi Mungu, tujue kutufanya amali za kuwa kule tunakokwenda tuweze Mwenyezi Mungu atupokee vizuri, na tuweze wakati wote tuweze kuomba Mwenyezi Mungu atupe mafura yake, atusamehe, na tuweze kutafuta wakati wote msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tukifika kule na sisi tuweze kuwa ni katika pamoja na wale waliotajwa katika wenzetu waliotangulia waliofaulu na katika juhudi zao walizofanya. Na sisi tufanye juhudi hata japokuwa si za hatawafikia wale wenzetu, lakini ujue kwamba wewe ni Muislamu na ujue kwamba lengo lako la Uislamu ni nini. Lengo lako la Uislamu umekuja hapa duniani kumwabudu tu Mwenyezi Mungu. Hizi kazi zote tunazofanya ni ziada, na Mwenyezi Mungu hizi anatupa tu kama ziada za kufanya, lakini muhimu sana Mwenyezi Mungu mwanadamu ameletwa duniani kwa ajili ya ibada. Inshallah. Shukran Sheikh. Salamu alaykum wa barakatuh. Vipi, kwa majina yetu nani? Naitwa Muhammad Bakari Shehu. Naam, katika hotuba leo umepata faida gani? Katika hotuba leo tumefaidika na hiyo masala ya umri. Mtu akifikisha miaka 40 kuelekea 60 huyo yuko karibu katika mauti. Kwa hiyo tujibidishe kufanya dhikri katika umri ambao tuko nao. Kwa hiyo inshallah tumefaidika sana kwa hotuba hii ya leo. Shukran jazila. Shukran jazakallahu khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Muhammad Hassan, kwa watu wengi ambao wananijua na nivita MB, na nimefurahi kukutana na wewe hapa. Asante sana. Naam, shukran. Katika hotuba leo umepata faida gani? Wallahi ile faida kubwa ambayo nimepata hapa kwenye khutba, vile Sheikh amesema, sisi the way we grown up and the way we gonna end up. Vile sisi raise na vile sisi tutakuwa tunamaliza. Ile khutba ambayo sema uzee itakuja, hata kama ataka ufiche uzee itakuja. Kama mithali amechukua zile ndevu, kama utaona
kama umekuwa mzee, nyele hizo tukamwambia white hair ikitoka, that mean you already nearly to the graveyard. Uko karibu na graveyard. Every day we going very close to the graveyard. So sasa ile time, ukifika time ya 60 years old, umefika time ambao kuacha mambo yote ya dunia, kusonga karibu na Mungu, kuleta dua, kuleta toba, kama uende peponi. Shukran jazila. Mpenzi mtazamaji wa Al-Ihsan TV, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Faidika na Khutba za Ijumaa, ambapo shekhe wetu aliweza kuongea katika khutba yake mambo mengi sana. Aliweza kugusia mambo na simu, ambapo shetani yuko ndani ya simu zetu, na tuweze kutumia simu zetu kwa uzuri, tusiwe wenye kupitisha yale ya mambo ya khairi tukaangalia mambo machafu. Pia akaweza kugusia kuhusiana na mauti, ambapo mauti si haiangalii umri, haiangalii wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa, bali wakati wote kifo kiweza kupata pahali popote wewe ulipo. Na pia akaweza kugusia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa umri wa ummati wake ni miaka 60 mpaka 70. So wale wazee wamehusiwa sana 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 wawe wenye kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, wawe wenye kufanya adhkar, wawe wenye kuswali sana, waachane na yale maovu katika hii dunia, ili waweze kupata khairi zile za mwisho mwisho, waweze kupokewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wema. Na pia akaweza kugusia kwa wale wazee kwa athari ya kifo ambao hawaja karibu, mojawapo ni kuwa nyele za mvi, zile nyele nyeupe kutokeza, basi ujue uko tayari na kuwa katika kifo, ambapo kifo kitakuja kukuita. Sasa inshallah yangu ni kushukuru kuweza kufuatilia kipindi hiki katika kuanzia mwanzo wa kipindi hadi sasa kufika tamati. Inshallah yangu ni kukumbusha tusikose kulike na kusubscribe katika mitandao yetu ya YouTube na Facebook, ili uweze kupata notification ama alama ya kuwa sisi tuko hewani, na pia usikose kushare kwa wenzako ili uweze kupata faida ya vipindi kama hivi. Langu jina ni Yusuf Muhammad, tukutane wakati mwingine wa vipindi kama hivi ya Faidika Mtaani ndani ya Al-Ihsan TV. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا